Haleluya. Ukiwa umesimama nikupe mambo matano ya kutarajia ukiwa kwenye ibada. Amen. Kila unapata nafasi ya kuja kwenye uwepo wa Mungu, kuna mambo mengi huwa yanatokea. Na haya nimeweka mambo makubwa ya msingi tu yatakayotokea kwako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio tu tunayasema, tutayaomba kwa dakika chache kabla mtumishi wa Mungu ajesimama. Na ninaamini Mungu atakutendea yote haya katika jina la Yesu. Jambo la kwanza, kila unapopata nafasi ya kuwa kwenye uwepo wa Mungu. Nimesema nafasi ya kuwa kwenye uwepo wa Mungu. Cha kwanza kikubwa kinatokea, imani yako inahama kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Kwa sababu kila mahali ambapo Mungu anakuwa huwa anaongea. Hebu mwambie jirani yako, kila mahali ambapo Mungu anakuwa huwa anaongea. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 na wa 8, mstari wa 8 exactly, anasema Adamu na Hawa wakasikia sauti ya Mungu akitembea bustanini. Maana Mungu akitembea anaongea. Au Mungu akiongea ujue ni Mungu anafanyaje? Anatembea. Kwa hiyo Mungu anatembea kwa kuongea. Hata leo usitegemee kwamba utasikia jengo likitetemeka, mabati yakipiga kelele ndio uamini Mungu alikuwa anatembea. Mungu anatembea kwa kuongea. Soma hilo andiko, Mwanzo 3 mstari wa 8. Twende. Maana yake Mungu akitaka kutembea anafanyaje? Anaongea. Na Mungu akiongea anakuwa anafanyaje? Anatembea. Kwa hiyo hata hapo unapata nafasi ya kwenda kulisikia neno la Bwana, ni Mungu anatembea. Na Mungu akiwa anatembea huwa anaongea. Na akiongea kitakacho kutokea, nimekwambia imani yako itahama kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Warumi sura ya 1 mstari wa 17 anasema hata akiisha kudhihirishwa na sisi tukaiona haki yake, anasema tutatoka imani hata imani. Maana imani na yenyewe ina viwango. Tutatoka imani hata, tarajia imani yako kuongezeka baada ya ibada hii katika jina la Yesu. Imani kuhusiana na ulinzi wa Mungu inaongezeka kwa jina la Yesu. Imani kuhusiana na ukuu na kuinuka inaongezeka kwa jina la Yesu. Kwa sababu pia imani inakuja kwa kusikia. Warumi 10:17. Warumi 1 mstari wa 17 anasema tunatoka imani hata imani. Warumi 10:17 anasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Jambo la pili la kutarajia ni kuona ukiongezeka toka nguvu hata nguvu. Kila unapopata nafasi ya kukutana na Mungu au ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu, ni nafasi yako ya kurecharge your spirit. Nguvu zako zinazidi kuongezeka. Zaburi 84 mstari wa 7. Zaburi 84 mstari wa 7. Anasema huendelea. Hebu sema huendelea. Anasema huendelea toka nguvu hata. Kuna mtu una nguvu, lakini hapo sio mwisho. Ukiona una nguvu unapaswa kuendelea. Nimesemaje? Ukiona una nguvu jua unafanyaje? Yaani nguvu ulizonazo zinatakiwa zikusaidie uendelee kwenda kiwango kingine cha nguvu. Zaburi 84 mstari wa 7 anasema hajatokea, okay. Anasema huendelea toka nguvu hata nguvu. Anasema na njia za kuelekea Sayuni zimo ndani ya mioyo yao. Maana yake njia ya kuelekea kwenye uwepo wa Mungu. Njia hizi usitegemezi kwa hapa kanisani utaziona, ziko kwenye moyo wako. Utakapokuwa ukiabudu, unapokuwa ukiomba, unapokuwa ukisikia neno, kuna njia za kumwelekea Mungu ndani yako zinafunguka na unahamishwa kwenda kiwango kingine cha nguvu kwa jina la Yesu. Na kuona ukipokea kiwango kingine cha nguvu katika jina la Yesu. Kuanzia leo hautakuwa dhaifu katika jina la Yesu. Hautakuwa hafifu kwa jina la Yesu. Hautakuwa wa kawaida kwa jina la Yesu. Kama ni wewe unapokea nguvu, sema amina ya nguvu. Kila unapopata nafasi ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu, nguvu zinaongezeka. Wakati fulani Yesu alikuwa wakati anaenda kumsulubisha, alifika mahali ni kama vile nguvu zake zikawa zimeisha. Bila anasema roho yake ina huzuni kiasi cha kufa. Na ule wakati moja ya kitu Mungu alikifanya ili kumsaidia. Bila anasema kwenye Luka sura ya 22 mstari wa 43. Luka 22 mstari wa 43 anasema malaika wa Bwana akamtokea akamtia nguvu. Hata Yesu alitiwa nguvu. Kuna mwingine umekuja hapa kipindi ulichonacho sasa hivi akihitaji kufarijiwa, kinahitaji power. Unahitaji nguvu. Ili uweze kufanikiwa kwenye uchumi, you need power. Mgeukie jirani yako mwambie you need power. Na leo power ipo. Sema power ipo. Kabisa. Yoyote anayetaka nguvu, power ipo. Jambo lingine leo litakutokea, utatoka kiwango kimoja cha neema kwenda kiwango kingine cha neema. Neema na yenyewe ina viwango. Yohana sura ya 1 ule mstari wa 40 wa 16. Yohana sura ya 1 ule mstari wa 16. Yohana sura ya 1 mstari wa 16. Na ukiweza utasoma na mstari wa 17 kwa muda wako. Anasema na Yesu akiisha kudhihirishwa, Yohana sura anasema kwa kuwa kwa utimilifu wake sisi sote tulimpokea. Anasema tulipokea na neema juu ya nini? Maana yake hata neema ulionayo imekujengea msingi ili upokee neema nyingine. Ukiona umefika hapo kwa neema, hiyo ni msingi. Kuna neema nyingine inapaswa kuja juu yako leo. Na neema inakuja kwa njia gani? Ni kwa njia ya neno la Mungu. Matendo 20:32 anasema ninawaweka katika mikono ya Mungu na katika neno la neema yake ambalo laweza kuwapa urithi. Maana yake neema ya Mungu imejificha kwenye neno la Mungu. Na neno la Mungu likiwa linafundishwa leo, kuna neema inaongezwa juu yako kwa jina la Yesu. Unaposema amina unitii moyo, unakubaliana haya. Nasema neno litakapokuwa linafundishwa, neema inaongezeka juu yako kwa jina la Yesu. Neema inaongezeka juu yako kwa jina la Yesu. Mambo ambayo ulikuwa uyawezi, neema ikupe kuyaweza kwa jina la Yesu. Eneo ambalo neema yako ilikuwa chini, neema iongezeke kwa jina la Yesu.
Na neema kubwa utaipokea hiyo iliyoko juu ya huyo mtu wa Mungu. Kila mtu wa Mungu ana neema iko juu yake. Biblia inatumia neno thawabu. Anasema ukimpokea nabii utapata thawabu ya nani? Unapomwona mtumishi wa Mungu anakuja na kulisema neno, ujue kuna neema iko juu yake. Na hiyo neema, moja ya njia ya kuipokea ni kupokea kile ambacho anakisema. Kila atakachokiachilia kutoka madhabahuni, usiseme hiki ni cha jirani yangu, kichukue kama cha kwako, na neema itakuja juu yako kwa jina la Yesu. Jambo la mwisho, jambo lingine, kila unapata nafasi ya kuja kwenye uwepo wa Mungu, Mungu anachokifanya anakuhamisha kutoka kiwango kimoja cha utukufu kwenda kiwango kingine cha utukufu. Hata utukufu wa Mungu na viwango. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Every time you appear before God, kiwango chako cha utukufu kinaongezeka. Hata wale malaika wa Mungu wanatofautiana viwango vya utukufu. Kuna malaika anaweza katokea hapa wote mkaanguka chini mkahisi ni Mungu ametokea. Sio Mungu. Ni malaika wa Mungu anakuwa ametokea. Wale malaika bila sema kadri wanazidi kusimama mbele za Mungu na kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi, wanazidi kuwa hodari. Wanazidi kuongezeka katika utukufu pia. Aya, soma hapo kwa pamoja, anasemaje? Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu. Anasema kama vile kwa utukufu utokao kwa nani? Kwa Bwana aliye Roho. Unapata muda wa kukaa kwenye uwepo wa Mungu, kuna transformation of glory. Kuna kiwango cha utukufu kinaongezeka. Na kiwango hiki kiongezeka, nataka nikwambie nuru yako pia inazidi kung'aa. Isaya 60 mstari wa kwanza anasema utukufu wa Bwana umekujilia, na kwa sababu hiyo anasema inuka uangaze kwa kuwa nuru ya Bwana. Anasema kwa kuwa nuru yako imefanyeje? Imekujia, na utukufu wa Bwana umefanyeje? Umekuzukia. Maana yake utukufu wa Bwana ukiongezeka, nuru yako inazidi kung'aa. Na baada ya ibada hii ndivyo unavyokuwa kwa jina la Yesu. Anasema baada ya ibada hii ndivyo unavyokuwa kwa jina la Yesu. Baada ya ibada hii ndivyo unavyokuwa kwa jina la Yesu. Utukufu wako umeongezeka kuanzia sasa, na nuru yako imeongezeka kuanzia sasa. Utukufu wa Bwana unaweza kupunguzwa kwenye maisha ya mtu. Moja ya kitu kinapunguza utukufu wa Mungu ni dhambi. Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na. Wewe kuna mtu kiwango chako cha utukufu kiko 5%. Leo tunakijaza mpaka 100. Ndio kile jirani yako mwambie tunajaza mpaka 100. Leo mwambie tena leo tunajaza mpaka 100. Mwambie tena leo tunajaza mpaka 100. Haleluya. Lakini pia unapopata nafasi ya kukutana na Mungu kupitia watu wake, kunakuwa na baraka. Kuna baraka zinaachiliwa. Yaani sijui ulilaaniwa, sijui umetembea na laana ya familia, sijui ni laana ya ukoo, leo tunainullify, tunaicancel kwa baraka ambayo inakwenda kuachiliwa juu yako. Kila anayepata nafasi ya kukutana na Mungu, Yakobo alikutana na malaika akamngangania. Tena yule sio malaika tu, in fact yule alikuwa ni Bwana. Sababu baadaye anamwambia umeshindana na Bwana na ukafanyeje? Na ukashinda. Yakobo alikuwa anajua kwamba kila unapata nafasi ya kukutana na Bwana kuna baraka ipo. Na leo ngangania mpaka umeondoka nayo. Ngangania mpaka umeondoka nayo. Nasema ngangania mpaka umeondoka nayo. Funika macho yako, inua mikono yako, tuseme ee Bwana Yesu. Sema tena ee Bwana Yesu, mchana wa leo nalipokea neno lako ili linipe nguvu. Nalipokea neno lako ili liniongezee neema juu ya neema. Nalipokea neno lako ili liniongezee utukufu na kiwango cha utukufu kwa jina la Yesu. Nalipokea neno lako na mtumishi wako ili nipokee ujazo mpya wa baraka zako katika jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu, na ufungua moyo wangu ili nilipokee neno lako, linipe kiwango kingine cha imani katika jina la Yesu. Nataka uombe hilo ombi, umwambie Bwana haya mambo 5 yatokee kwenye maisha yangu kupitia ibada hii katika jina la Yesu. Na uombe ukiwa unapiga makofi sasa. Omba ukiwa unapiga makofi. Mwambie Bwana haya mambo 5 yasinipite leo. Nihame kutoka kiwango kimoja cha utukufu kwenda kiwango kingine cha utukufu. Nihame kutoka kiwango kimoja cha nguvu kwenda kiwango kingine cha nguvu. Unaweza ukaongezeka nguvu leo. Yoyote ambaye unaifungua roho yako kwa kunena kwa lugha majira haya, hakuna kiwango cha nguvu kimeachiliwa rohoni tayari kwa ajili yako. Nena tu kwa lugha kama umejazwa kwa roho. Nena tu kwa lugha na kama hujajazwa kwa roho, leo nadhani kwa kishia unajaa. Atasuka kwa ndimi, nena. Usimwangalie jirani yako. Ramadakataraba mashatalabakata rekabadabasaya yatarabababa zakatandada rekapariata mandarakabababa mashadaba. Leo lazima nihame niende kiwango kingine cha imani. Leo lazima nihame niende kiwango kingine cha imani. Yakadamakata japaradalaba yatadadaba rekabadaba mashaparia. Leo lazima nipokee hiyo baraka. Baraka ya Bwana lazima iwe juu yangu. Kayabada mashanaba lekadaba rakatadaba mandarakabababa katika jina la Yesu. Haleluya.
Geukia jirani yako, mpe high five, mwambie yote yako juu yako kwa jina la Yesu.